upande wa serikali, kila leo tunamwona Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda mkoa kwa mkoa kwenda kuhakikisha anasikiliza au anapata ripoti za namna wananchi wake wanatendewa. Lakini kila leo tunamwona waziri mkuu, mtendaji mkuu wa serikali, si ndivyo, anazunguka kila sehemu kuhakikisha kwamba anasikiliza kero za wananchi na kuzitatua. Sisi wasaidizi wake mnatuona, na nimetoa ripoti hapa, tunatembea mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya, kusikiliza wadau wetu, kujua changamoto zao, maoni yao na ushauri wao. Afisa mifugo, unapata wapi nguvu ya kukaa ofisini? Hebu niambie. Afisa mifugo, unapata wapi nguvu ya kukaa ofisini? Ni jukumu la maafisa mifugo kuhakikisha wanawafuata wafugaji, kuwasikiliza na kutatua kero zao, lakini kuwapa elimu ya msingi nayo sahihi. Leo hii kuna mzee wangu amesema kwamba bado wanatibu kienyeji au kiasilia, kwamba anamwangalia ng'ombe, anamuona leo manyoya yameinuka na kisi labda hii itakuwa ni kitu fulani, anampa dawa apone au asipone. Tumeshatoka huko ndugu zangu. Kila halmashauri ina maafisa mifugo ambao jukumu lao la msingi ni kuhakikisha wanawatembelea wafugaji au wanapata maoni ya wafugaji na kutatua changamoto zao. Lakini pia ndugu zangu, niwaambieni, kila duka la dawa za mifugo mnaloliona sehemu yoyote ni kituo cha kutolea huduma kwa mifugo yetu. Kwa sababu ili tukupe usajili wa kuuza dawa hizi za mifugo, ni lazima katika duka hilo kuwe na daktari wa mifugo, ni lazima katika duka hilo kuwe na mtu ambaye yuko qualified kumshauri mfugaji pale anapoona changamoto kwa mfugaji huyu kabla ya kumuuzia dawa. Kwa hiyo wale ambao umezungumzia kwamba tunahitaji maabara kila sehemu, tunavyo hivi vituo. Tunayo maabara yetu kubwa iko Mwanza, maabara yetu nyingine iko Simiyu, lakini tunazo pia kanda zingine. Ila kila kituo cha kuuzia dawa za mifugo ni kituo cha kutolea huduma. Kinatakiwa kiwe na daktari ambaye amesomea, amebobea na anayo elimu ya kutosha na nyenzo za kukuelimisha wewe kabla ya kukuuzia dawa. Kwa ndugu zangu, serikali imetengeneza mfumo mzuri kabisa kuhakikisha pale mnapohitaji huduma zinawafikia. Na elimu hii tunawapatia na nyinyi tusaidie kuwapatia na wengine, kwamba popote anapokwenda penye sehemu ya kupatia dawa au vitendea kazi vya mifugo hii, basi kuna mtu pale ambaye ana elimu ya kutosha kutushauri. Suluhu Hassan ni kumtetea mfugaji mpaka jasho letu la mwisho. Kwa hiyo changamoto hizi mimi nimezipokea, nitazipeleka katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Na uzuri au tunachoshukuru zaidi ni kwamba Mheshimiwa Waziri wa wizara hii, Dr. Shafi Kijaji, kabla hajapelekwa huko alikuwa waziri wa mifugo na uvuvi. Kwa hiyo changamoto zenu anazifahamu, na hata lugha yetu ya kuzungumza naye ni nyepesi zaidi, kwa sababu ni kama upele umepata mkunaji. Kwa changamoto hizi sisi tumezichukua, pia tutazipeleka. Swala la maeneo kwa ajili ya malisho, ndugu zangu, Daktari Samia Suluhu Hassan katika ilani ya uchaguzi ametuelekeza kwamba katika miaka yake hii mitano, sisi waliotuamini katika sekta hii tuhakikishe maeneo yanapimwa kutoka hekta milioni 3.4 tulizonazo sasa mpaka hekta milioni 6 kwa ajili ya wafugaji kuweza kutumia kufuga mifugo yao. Lakini si hivyo tu ndugu zangu, wakati anafungua bunge la 13 alielekeza kwamba katika miaka hii mitano katika sekta hii ya mifugo na uvuvi, ahadi kuu namba 1 itakuwa ni hii ya kutenga maeneo. Tayari tumekwisha anza kulifanyia kazi. Tunapozungumza sasa, tayari makatibu wakuu wa Wizara ya Ardhi, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wizara zingine zote zinazohusika tayari wamekwisha anza kutengeneza mpango mkakati wa kukaa pamoja kuona namna gani tuwatengeneza mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa maeneo yale tulionayo, lakini hata yale ambayo tunastahili kutenga hekta milioni 2.4. Tunatambua kuna baadhi ya maeneo ambayo tulikuwa nayo na nyinyi mmezungumza, yalikuwa ni ya malisho lakini yamevamiwa au yamebadilishwa matumizi. Tayari sisi kama Wizara ya Mifugo na Uvuvi tumeshaanza utaratibu wa kufanya analysis ya hiki tulichonacho hekta milioni 3.4, kuona yapi bado yanatumika kwa matumizi ya wafugaji na yapi yameshabadilishwa matumizi, ili haya maeneo tunayoenda kuyapima tuyawekee ulinzi wa kisheria yasiweze kubadilishwa tena. Sawa sawa ndugu zangu, maeneo haya
Tukiyawekea ulinzi wa kisheria, ukiachana tu na ile ya kusema kwamba eneo hili tumetenga, tumekaa kama kijiji tumeamua. Hapana. Tumegundua baada ya muda wajanja wanajitokeza, unashangaa mtu kaanza kuingia kule kalima eka moja, mara eka mbili, eka tatu, ghafla eneo lote limechukuliwa. Kwa tunataka maeneo haya tuyawekee ulinzi wa kisheria kwa government notice na hati, ili mtu asitaka kuingilia eneo hilo, wafugaji wawe na nguvu ya kisheria ya kwenda mahakamani, ya wawe na nguvu ya kisheria ya kusimamia na kuyalinda maeneo hayo. Kwa hiyo haya ndio maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Waziri, na tunayafanyia kazi sisi kama wasaidizi wake kuhakikisha tunayatimiza. Kalengano ni kujitahidi kuwa wamoja. Mmezungumza vizuri wenzetu wa Bunda kwamba kuna changamoto 2-3, na kwa sura tuliyoiona hapa hatuwezi tukaondoka tukifikiri hakuna changamoto. Tumeona kwamba changamoto ipo, na mimi ni waombe sisi tulipokuwa tunakuwa, tulikuwa baba na mama wakigombana wala huwezi kujua. Na mimi hata ukiniuliza mpaka leo siwezi kukwambia siku fulani wazazi waligombana, sijui. Lakini haimaanishi hawajawahi kugombana. Ni kwamba walikuwa wanakaa chini wanamaliza tofauti zao kidemokrasia na kidiplomasia. Ni waombe, chama chetu hiki ni kati ya vyama bora kabisa tulivyo navyo katika nchi yetu. Huo ndio ukweli. Sisi wizarani tunatambua kwamba bila kuwepo kwa chama hiki kazi yetu ingekuwa ngumu sana kwa wafugaji. Kwa hiyo tunawategemea, na kwa misingi hiyo tunawaomba kaeni chini, endelezeni umoja wenu, kwa sababu ndiyo nguvu ya wafugaji. Endelezeni umoja na ushirikiano, hakuna ambacho hakizungumziki. Sisi kama wizara tutaendelea kuwepo kuwashauri, tutaendelea kuwepo kutoa msaada wowote utakapohitajika. Lakini tunafurahi zaidi pale ambapo nyinyi mnafanya kazi pamoja, na tukisikia sauti yenu tunajua ni sauti moja. Sisi tunafurahi zaidi. Kwa mimi rai yangu na ombi langu kwenu, kaeni kwa umoja. La mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi alizungumzia mtu kuhusiana na madume haya ya ng'ombe. Niwashukuru sana ndugu zangu, kwa sababu ni kwa ushauri wenu nyinyi tuliweza kutoa madume haya, na Daktari Samia Suluhu Hassan alisikia sauti yenu, tukatoa madume haya. Lakini tumegundua kwamba kwa mwendo huu wa kutoa madume kila wilaya au kila mikoa, mwendo wake ni mdogo, wanaoweza kunufaika nao ni wachache. Hivyo ndugu zangu, kwa bajeti hii inayofuata tumeona ni busara kuwekeza zaidi katika kituo chetu cha NAIC cha uhamilishaji, ili yeyote anayehitaji mbegu aweze kuipata kwa bei nafuu, aweze kuipata kwa wakati. Tunavyo vituo mbalimbali kikanda vya kupata mbegu, na mbegu mbalimbali bora, lakini tunataka ikiwezekana tusambaze upatikanaji huo wa mbegu kila halmashauri, ili wale wote wanaohitaji mbegu bora, na tunaamini ubora wa mifugo yetu unaanzia kwenye mbegu bora. Kweli si kweli? Kwa hiyo tunataka tuboreshe teknolojia yetu ya uhamilishaji, ili kila mfugaji anapohitaji mbegu, iwe ni mbegu ya maziwa, ya nyama, kwa viwango vyovyote tuwe nazo na waweze kuzipata kwa wakati. Tayari Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatuelekeza kuweka pia ruzuku katika mbegu hizi. Hapo awali mbegu hizi zilikuwa zinapatikana kwa gharama kubwa sana, 15,000 mpaka 20 kwa mbegu. Lakini sasa hivi Daktari Samia Suluhu Hassan kasema tuzifishe mbegu hizo. Kila mbegu itapatikana kwa shilingi 3,000 tu. Ndugu zangu, Mungu atupe nyingi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tuwe wavumilivu wakati tunaendelea na maboresho haya na kusambaza vituo hivi, ili kusudi tuweze kuwahudumia kwa wepesi, kwa tija na kwa ukaribu zaidi. Mwisho kabisa nakushukuru